Isaka Frank Ugodia, natokea kijiji cha Enzebwe. Kero yangu kubwa ni barabara. Barabara kwa kweli tunapata shida kina mama, kwa sababu wakijifungua mvua ikianza kunyesha huwa mara nyingi tunawabeba wa kutumia miti, kwa sababu barabara haipitiki. Na kero ya pili ni juu ya wale wahudumu wetu. Wahudumu wetu wanalala kwenye zahanati, kwenye vyumba. Hatuna nyumba ya waganga, wanalala mle, hatuna nyumba. Kwa hiyo naomba muweze kutusaidia kwa hilo, ni kero kubwa, kwa sababu wale waganga labda kuwalaza wagonjwa hamna chumba, kwa hiyo wanalala mle. Naitwa Joseph Lakson Halele, ni mwenyekiti wa kijiji cha Enzebwe. Ndugu zangu, kero yangu ya kwanza ilikuwa ni nyumba ya madokta. Nashukuru viongozi wa halmashauri ya kijiji cha Enzebwe imeshawasilisha, lakini kwa kuongezea nguvu lazima na mimi nitambue kweli pale madokta wanalala kwenye maodi, jambo ambalo halileti afya. Nitaenda haraka. Kero ya pili ilikuwa ni barabara. Barabara ya Enzebwe haifikiki vizuri. Kwa hiyo na imani mbele ya mbunge ili atakuwa milioni. Na kero ya tatu ilikuwa ni darasa. Kuna boma limejengwa 2019 kwa nguvu ya wananchi. Hivyo napata kuwa na msukumo kuwatumia tena wananchi kuanzisha tena nguvu tena nyingine, kwa sababu ile nguvu inaonekana imeshafanya nini, haijaenda sawa. Kwa hiyo ni masuala ambayo tunapambana nayo kujibia kwamba mwenyekiti, tulipoteza nguvu. Mbona hapa boma lile saa hizi lishakuwa limechoka. Enzebwe ni kweli zahanati imejengwa na inafanya kazi. Sasa wakati Enzebwe tumejenga ile jengo limekwisha na linafanya kazi, wakati huo kurudi kwenye serikali ukawaambia useme nataka nyumba ya mganga, wakati Chobwe haina zahanati yake, haijatolewa fedha za kumalizia na hata wananchi hawapati huduma. Jana ilikuwa ni juzi, ilikuwa ni tarehe ngapi ile, mkuu wa wilaya amepita na kamati yake ya kamati ya ulinzi na usalama, tumekuwa pale kuangalia ile zahanati ambayo sasa na mganga mkuu tumekwenda pale tumeangalia, na wenyewe wanatakiwa wale tuwasaidie swala la zahanati ile iishe, wawe wanapata huduma. Enzebwe nilipokuja kwenye mkutano wa hadhara wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa, niliwauliza nikasema, ni nani ana nyumba ambayo wataalamu wanaweza wakapanga kwa muda? Mlisema hakuna mtu mwenye nyumba. Hilo swala ndilo linalofanya wale watu wakae kwenye zahanati pale. Lakini pia wakina mama waliomba ombi la kupata mganga wa kike, nesi ambaye anaweza akawatibu. Tukasema jamani, tunaomba kama kuna mtu ana nyumba huyu nesi aje. Hakuna mtu aliyesema nyumba ipo. Mimi nikasema hivi kweli Enzebwe ile kulima kote kule karanga, kulima maharage, mahindi kote kule, hakuna nyumba, chumba na sebule kizuri? Mkasema hamna. Vitu hivi vingine tunaangalia. Nasema kiongozi, ninapokuwa Enzebwe naangalia Enzebwe, nakuwa naangalia na Chobwe. Ninapoangalia Chobwe nakuwa naangalia na Nkanga. Ninapokuwa naangalia sehemu nyingine, sisi tunaangalia hapa pale. Uwezo ukaangalia sehemu moja tu au wewe ufanikiwe vitu vyote. Enzebwe tunaamini ni eneo ambalo mmefanikiwa kuliko maeneo yote. Kwa hiyo mimi naomba hilo mtusamehe. Serikali itakapokuwa imemaliza Chobwe kule, tutakapokuwa tumeanza nyumba za wataalamu, basi na kule zitaanza. Lakini tunaomba jengeni vyumba. Hao waganga wapange, hawakai bure. Kama una hela jenga chumba na sebule na choo nzuri na bafu nzuri, watapanga. Sawa jamani? Nafikiri yanayonihusu au kuna lingine? Barabara italima Enzebwe. Barabara italimwa kuanzia magereza mpaka Isongole. Manake vyote hivyo mimi nilisema kwamba barabara ipo inayotoka Kaguru kwenda Irejedei. Wakasema mheshimiwa, hatuwezi tukakupa vitu vyote hivyo, hela iliyopo ni ndogo. Na mimi mwenyewe naangalia nakuta ni kweli. Kwa hiyo nasema basi kama ni hivyo, chagua mojawapo. Nasema basi tutangulie hiki hapa.
Kwa hiyo ndivyo serikali inavyofanya kazi yake. Serikali haiwezi kutoa kwa siku moja.